Kuelekea mchezo wa dabi, pressure imekuwa ya hali ya juu upande wa Young Africans pamoja na Simba Sports Club, hususan kwa mashabiki. Unadhani hii pressure inaenda kuwasili vipi mchezo wa dabi? Siku zote pressure waga haikosi kwenye mchezo wa dabi na tumeshuhudia hivi sasa kumekuwa na propaganda nyingi sana kuelekea dabi. Mara tunataka tujue uraia wa Damaro, mara dabi kwa nini ipelekwe Zanzibar. Propaganda ni nyingi, pressure ni nyingi, lakini nadhani mchezo bado utapigika na utakuwa mchezo mzuri sana, kwa sababu ukiangalia performance ya timu zote mbili hivi sasa, Simba wameonyesha kubadilika namna fulani hivi. Kuna namna saizi timu inaridhisha lakini Yanga tumeshazoea performance yao ni nzuri na ni dabi ya 6 sasa. Yanga ameshinda mfululizo. Nini kinaenda kutokea dabi ya 7? Simba ataruhusu kufungwa tena dabi ya 7 mfululizo? Sidhani. Kwa hiyo tunaenda kushuhudia moja kati ya game nzuri sana. Hapo matokeo ya jana, unadhani matokeo ya jana, ushindi wa Young Africans na Simba kuweza kutoa sare, unadhani yana reflect kitu gani kuelekea kwenye mchezo usiku? Matokeo ya jana yana mchango mkubwa, kwa sababu matokeo ya jana yameongeza pressure sasa kwa upande wa Simba, lakini pia yameshusha mori, yameshusha pressure kwa upande wa Young Africans, kwa maana kwamba Yanga ushindi wa goli 5 wanakuwa wanajiamini zaidi. Na tukiangalia Yanga alikuwa anacheza na timu ngumu sana, JKT ambaye alikuwa on top of the table, baadaye anamfunga na anakaa yeye pale juu, na Simba anasale na Dodoma. Kwa lazima kuwe na pressure, na nimeshuhudia baadhi ya mashabiki kadhaa wa Simba wakilalamika namna ya uchezaji wa timu ya Simba ulipokuwa jana, kwamba wameshindwa kuifungua safu ya ulinzi ya Simba hapo jana. Kwa pressure ni kubwa hasa kwa upande wa Simba, na nadhani Simba kitu ambacho wanapaswa kuambizana wao na viongozi ni kukaa kwa utulivu, wasahau yaliyotokea jana, wajipange kwa ajili ya mchezo wa dabi. Unadhani consistency ya Simba kupoteza dabi mfululizo na pia kutokuwa na matokeo mazuri imepelekea timu mashabiki kukosa imani na wachezaji wao? Mashabiki kwa sasa hawana imani na timu yao kwa namna matokeo ya jana yalivyotokea, japo hapo nyuma na tumeshuhudia mara kadhaa hivi karibuni Simba imekuwa ikifanya vizuri na combination inaonekana, pateni ya wachezaji uwanjani ni nzuri sana, ila matokeo ya jana yamewashusha imani kwa kiasi fulani. Lakini mashabiki wa Simba kitu ambacho wanapaswa kukijua ni kwamba mpira ni wa matokeo matatu: kufungwa, kusale na kushinda. Kwa jana wao kusale siwavunje moyo, wana timu nzuri na maingizo mapya kama tulivyosema, maingizo mapya ya dirisha dogo yameleta matokeo makubwa sana kwenye kikosi cha Simba. Kwa hiyo inaenda kuwa dabi kali sana, na nadhani timu zote mbili ziko vizuri, ingawa na Yanga na kuna uwezekano mkubwa kumkosa Pacome Zouzoua, lakini haigarantii kwamba Yanga ndo atafungwa, kwa sababu Yanga wana kikosi kipana. Tumeangalia maingizo mapya, Alani Okelo anaweza kufanya vitu ambavyo Pacome, kuna baadhi, sio vyote, tunajua Pacome ni dribbler mzuri, lakini pia ni pasa, vitu ambavyo Alani Okelo anaweza kufanya, pasa kama namba 10 pale, akatoa pasi na nini. Tumeona maingizo ya Depu amekuwa na mchango chanya pia kwenye kikosi cha Yanga, magoli 7 mpaka hivi sasa. Tangu nimeanza kumwangalia Depu ni mechi moja tu nadhani sijaona akifunga, mechi zidi ya FAR Rabat kule ugenini, lakini game zote pamoja na Al Ahly. Tushikilie hapo kwa Depu, nadhani kiufundi zaidi mchezo unaenda kuwa ni mchezo wa namna gani? Tactically mchezo unaenda kuwa kimbinu zaidi. Tumeshuhudia dabi za hivi karibuni timu zinacheza kimbinu sana, makocha wamekuwa wakitoa mchango mkubwa sana kwenye dabi kulinganisha na dabi za huko nyuma ambazo propaganda ndo zilikuwa zinacheza. Kocha hapangi vikosi vinapangwa na viongozi pamoja na propaganda, mara sijui ulozi, vitu kama hivyo. Lakini hivi karibuni tactically dabi ndo zimekuwa zikicheza, na tukiangalia tactically Yanga wamekuwa wakianza na striker mmoja pale juu, nyuma yao viungo watatu, nyuma chini tena viungo wawili na mabeki 4. Lakini Simba tumeangalia kikosi chao, mara kadhaa nao wamekuwa wakianza pale juu na striker mmoja Selemani Mwalimu akisaidizana na Anicet Oua nyuma, viungo hao Libase Gwe pamoja na Kratos Chota Chama pale juu. Lakini tumeona pia nyuma chini zaidi hapa viungo wa ulinzi Kante bwana na Kagoma wamekuwa na combination nzuri sana. Combination kati ya Kante na Yusuf Kagoma imekuwa nzuri sana. Kwa hiyo tutegemee kuona dabi nzuri, na jana nimeangalia kocha amejaribu kumweka Damaro nje kwa sababu Yanga hivi karibuni ilikuwa wakianza na viungo wa ulinzi Damaro pamoja na
huyu Mkenya Duke Abuya. Tukimalizia hapo, Simba akienda kupoteza huu mchezo itatengeneza taswira gani ndani ya uongozi wa Simba, wanachama na mashabiki kwa ujumla? Kwanza Simba kama atapoteza huu mchezo, tunajua kabisa ni mchezo muhimu sana kwa Simba, kwa sababu akipoteza huu mchezo anakuwa ameruhusu gepu la pointi kuwa kubwa zaidi, gepu la pointi 8. Alafu mpinzani wako ni Yanga, ni kubwa sana. Utegemee yani kama wewe unashindwa kumfunga Yanga, usitegemee nani mwenzako atakuja kukusaidia. Utegemee kuona Yanga akidrop point kizembe. Kwa gepu la pointi 8 likiongezeka, kwa kweli itakuwa ni gap kubwa sana, na mbio za ubingwa tayari zitakuwa zimeanza kujichakata. Wanasema maji yataanza kujitenga na mafuta. Taratibu Yanga atakuwa anaosogelea ubingwa, japo ni mapema sana kutaja ubingwa sasa, lakini kama Simba atafungwa itakuwa ni mbaya sana kwa Simba na itaongezea pressure. Kwa kifupi zaidi, mchezo huo ukisha tamatika, Simba kufungwa, Simba anaweza akafungwa, lakini kinachowapa mashabiki kutokuwa na imani ni ile consistency ya kupoteza mara nyingi zaidi. Ya consistency, naweza kusema kwamba Simba kwa sasa consistency yao ni nzuri, sio mbaya sana. Ya kufungwa dabi mara 6 mfululizo, kifungwa inakuwa mara ya 7. Kwa hiyo matumaini kwa mashabiki. Kufungwa dabi mara 6 mfululizo sio kitu kidogo, ni kitu kigumu sana kwa mashabiki ukipokea, na inaumiza kwa kweli. Na nadhani sasa Simba kuna namna hii dabi wanapaswa kuingia vizuri, na nadhani viongozi wa Simba watakuwa wanalitambua hilo. Kwa kuna namna wataingia kwenye hii dabi kutafuta matokeo, japo haihalalishi kwamba Simba anaenda kushinda huu mchezo, kwa sababu Yanga naye anataka kushinda. Tukumbuke tukiachana tu na mchezo wa dabi lakini pia ni mchezo wa ligi kuu. Watu wanahitaji pointi 3 muhimu. Kwa hiyo utakuwa ni mchezo mgumu, lakini sasa kuna namna viongozi wa Simba wanapaswa kujitathmini. Dabi 6 mfululizo wakifungwa na inakuwa ya 7. Hapana, kuna ladha fulani hivi ya dabi tunakuwa tunaipoteza. Shukrani. Mwisho kwa matokeo, nadhani nani ataibuka na ushindi kwa hiyo mchezo? Kwangu mimi kwa matokeo namba mwenye consistency nzuri, na tukiangalia Yanga na consistency nzuri kumzidi Simba in terms of ligi kuu pamoja na klabu bingwa. Kwa hivi sasa kikosi cha Yanga kimekuwa kizuri kuliko Simba. Kwa hiyo japo Simba nao wamefanya usajili mzuri, ila kwangu mimi nani anaenda kuwa mshindi wa mchezo huo? Ndo naelekea huko, moja kwa moja anaenda kumpa Yanga. Young Africans ataibuka na ushindi. Shukrani. Shukrani sana.